Bwana, kuna wakati lazima thamani iongee, kwa sababu tunafahamu kwamba sio kila muda utatumia majina tu, lazima thamani nayo pia iwe na nafasi. Yes, tumeshuhudia mechi kadhaa zimechezwa za AFCON, lakini pia tumeshuhudia baadhi ya wachezaji ambao hawakuitwa katika timu zao za taifa ikiwa wanatakiwa kuitwa. Si ombi, ni lazima kutokana na kiwango chao kuwa bora zaidi. Yes, Ivory Coast ni moja ya nchi ambayo imejaliwa na kubarikiwa kuwa na wachezaji wengi bora zaidi ambao wanacheza katika ukanda wa timu za Ulaya. Tumeshashuhudia Amad Diallo kutoka Manchester United, lakini pia tumemshuhudia LKC Professor President mwamba ambaye aliwahi kutikisa katika kikosi cha FC Barcelona. Tumeshuhudia Sebastian Haller na wengine wengi ambao walikuwepo pale, kana Jeremy Boga. Sasa kocha mkuu wa klabu ya soka ya timu ya taifa ya Ivory Coast, yeye bwana, moyo wake bado unaamini katika miguu ya Professor Pacome Zouzoua. Unajua Pacome Zouzoua bwana, katika mechi fulani hivi ambao aliitwa ya kufuzu kwenda AFCON, alichangia assist 3 pamoja na kufunga goli moja, mechi ambayo Ivory Coast ilishinda goli 7-0. Pacome ndio alikuwa man of the match katika game ile na alitarajia kumuona kwenye kora, ingawa yeye hakuonekana. Ikumbuke hapa kuna vikosi viwili ambavyo viliitwa vya AFCON, ambapo Samuel Eto'o, kama ambavyo unajua, huyu Samuel Eto'o ni rais wa Kameruni. Tunazungumzia rais wa Ivory Coast ambaye ni Didier Drogba. Wakati vinaitwa vikosi, kuna kikosi ambacho kiliitwa na rais wa shirikisho la mpira wa miguu huko Ivory Coast ambaye ni Samuel Eto'o, pamoja na kuna kikosi kingine ambacho kiliitwa na kocha. Sasa mchujo ukafanyika pale, baada ya watu wakaondolewa. Kwa hiyo Pacome Zouzoua hakufanikiwa kupendekezwa jina lake hata katika kikosi chochote, lakini kiwango cha Pacome Zouzoua kwa aina ya timu ambao walicheza nayo au kundi ambalo wapo, Pacome Zouzoua ana perform na analeta success directly bila hata maswali. For example, naweza nikazungumzia tu kwa uchache sana mechi ambayo wamecheza juzi jana na Mozambiki. Ilikuwa ni wazi kabisa Professor Pacome Zouzoua alikuwa na nafasi ya kwanza kuweza kuingia ili aseme nao, na angeweza, kwa sababu tunajua Pacome, kwanza miguu yake inaeleza kwamba mpira anaujua, mwili wake unaeleza kwamba ana misimamo juu ya kile anachokifanya, akili yake inaeleza kwamba ninajua nini nifanye kwa wakati gani. That's why tunasema kwamba Professor Pacome Zouzoua anastahili kucheza katika kikosi cha timu ya taifa. Sasa kocha mkuu wa klabu ya soka au ya timu ya taifa ya Ivory Coast, yeye bwana amezungumza ya moyoni kuhusiana na mawazo yake na kinachomfanya mpaka sasa anajuta. Kwa nini Pacome Zouzoua anamtaja sana na kwa nini alitamani awepo? Sio kwamba ni mtoto wa shangazi yake, sio kwamba ni ndugu yake wala ni rafiki yake, hapana. Huyu ni kocha ambaye ana kibarua pale, kwa hiyo anahitaji afanye vizuri ili ugali wake stay tuned, uwe vizuri. So nini ambacho analilia ni kwamba anaamini Pacome yuko katika klabu ambazo ni ndogo barani Afrika, na ana wachezaji ambao wanacheza Ulaya. Ubaya wa wachezaji bora ambao wanatoka Ulaya ni kwamba watamlostisha, kwa maana ya wanavocheza ni wanacheza kistaa sana, lakini pia kuna ile kujuana. So Pacome Zouzoua kama mchezaji ambaye tayari ana uwezo mkubwa, tayari angefanya kwa prove watu yeye ni mtu bora sana ambaye angeweza kufanya vitu bora vyenye ubora wa hali ya juu mno. Tulimshuhudia Pacome wakati anajiunga na Young Africans, aliwakuta wachezaji wenye uwezo mkubwa. Alimkuta Stefan Aziz, aliwakuta na Maxence Nzengeli, lakini pia alimkuta Mdathiri Yahya Abbas. Lakini Pacome Zouzoua kwa nafasi chache ambazo alipewa, alionyesha kwamba ni kwa nini naitwa Pacome Pedro Zouzoua. Mechi ya kwanza tu Pacome Pedro Zouzoua alikuwa anacheza dhidi ya Wale Zalan, alipiga chenga paka golikipa. Ndipo hapo lilipozaliwa jina la Profesa wa boli, Pacome Pedro Zouzoua. Sasa kocha mkuu wa klabu ya wa timu ya taifa Ivory Coast anasema kwamba natamani angekuwepo Pacome Zouzoua katika kikosi hiki ambacho leo kinatengeneza nafasi nyingi sana, kinashindwa kufunga, lakini pia kimekosa ubunifu eneo la juu. Nakumbuka wakati kwenye National Call Up tulivyomuitaga Pacome Zouzoua wakati tunapambana kufuzu AFCON, alinipa matumaini makubwa sana, nikasema msimu huu ninaweza nikaanza vizuri. Mtazama mechi ya jana ambayo ilikuwa nyepesi sana kwa Ivory Coast. Yes, walitoka goli 1-0, tena goli ambalo lilikuwa ni la papatu sana, lilofungwa na Amad Diallo. Yes, nakumbuka kwamba kocha wa Ivory Coast amemlilia paka Simon Edingra ambaye hakuitwa kabisa kwenye kikosi. Hii inaonyesha kwamba
ni wazi inawezekana national call up, yani majina walioitwa kwenye timu ya taifa haikuwa pendekezo lake. So yeye kilio chake zaidi ni Pacome Zouzoua, na mimi nadhania au nafikiri kwamba Waafrika wengi sana lakini pia Watanzania wengi sana, their unanswered cries ni about kuitwa kwa Pacome Zouzoua, kwa sababu Pacome Zouzoua amebaki Bongo, yuko Dar es Salaam, na kuna michuano ya Mapinduzi Yanga na vilabu tofauti. Kuna vilabu ambavyo wachezaji wao wameenda kucheza kimataifa. Sasa Pacome huoni kama anabaka mashindano, kwa sababu uwezo wa Pacome kucheza Mapinduzi ni kuwanyanyasa watoto. Yeye level zake ilipaswa aende akacheze AFCON huko ambako wamelala vigogo wakina Mohamed Salah, wakina Nicolas Gian, wakina Nicholas Jackson, lakini pia wakina Riyad Mahrez, wakina Sadio Mane, wakina Ndiata, lakini pia wakina Ndiao, Mamadou Doumbia, pamoja na wachezaji wengi kama vile Alou Dieng, yes, na wakina Mohamed Zouglan, lakini pia Mohamed Mazraoui pamoja na Yusuf Sofiane Amrabat. Sasa hii imezua maswali mengi sana kwamba ina maana kocha alishindwa kufanya call up ambayo ingetosha kwa yeye kwamba ingemsaidia kwenye kazi zake, kwa sababu yeye ndio ana makoti, yeye ndio ana mamlaka ya kuita wachezaji. That's why wanamuita head coach, means kwamba you are the leader of victory. Kwa nini sasa alishindwa kufanya hivyo? Ndio ile kwamba wenzangu wanasema gwasa kuhungu mpaka kutega, yani namna gani pale yeye ameshindwa kusimamia maamuzi yake, kwa sababu yeye ndio leader of the victory. Hii haina tofauti sana na ile ya kocha mkuu wa Kameruni ambaye aliita kikosi chake, lakini pia Samuel Eto'o naye akaita kikosi chake. Wakatofautiana kati ya kocha na rais wa shirikisho la mpira wa miguu huko Cameroon. Rais anasema kwamba anasema I'm the president of football, and coach anasema kwamba I'm the head coach and I was nominated with the anazungumzia kwamba CFF, kwamba shirikisho la mpira wa miguu Kameruni, kwa hiyo hawakunichagua wewe. Lakini Samuel Eto'o akamwambia nitakufutilia mbali kazi. Kasema uweze kunifuta kwa sababu hujaniajiri wewe. Ndio hiki ambacho inawezekana kinatokea hapa kwa Ivory Coast, kwamba Pacome Zouzoua alihitajika kuitwa lakini inashindikana. Why this? Why that? Na matokeo yanaonekana ni hafifu sana katika kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast. Mbele kwa moto yupo Tunisia ambaye anakuja kama manyigo, anashambulia wakati wote, dakika yote. Lakini mimi niseme tu kwamba Pacome Zouzoua ana nafasi pia, kwa sababu kuna dirisha, kuna ile wanasema free signing ambayo inaweza kumfanya mchezaji kwamba afanywe mabadiliko au usajili la faster ambao huaga inatolewa kwa kipindi kichache. Kwa hiyo kama itatokea hiyo, tutarajie kumuona Zouzoua katika michuano ya AFCON 2025. Hii just a wonder ni kwamba Pacome ni unbelievable man, anaweza akafanya matarajio yasiyofikiriwa kuwa yenyewe. Bwana, hii ni noma.